Maendeleo ya Azam FC pengine tukiwa tunaelekea mwisho wa msimu kwa sasa, ratiba zipoje, pengine kujiandaa kwa namna gani mnakwenda kumaliza mechi ambazo zimesalia? Sisi tulianza maandalizi rasmi ya kujiandaa na mchezo wetu unaofuata na kumalizia ligi tarehe 9. Tarehe 9 tulianza mazoezi yetu vizuri kabisa. Tumefanya mazoezi japo kuna wachezaji wengine hadi sasa hawajafika walioko timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna wengine kwa timu zingine za taifa wameripoti kuanzia mazoezi ya jana jioni, Alhamis. Kwa hiyo kwa upande huo kidogo mambo yanaenda vizuri, na tulikuwa na mchezo wa kirafiki leo. Ulikuwa mchezo wa kirafiki wa kimazoezi, sio mchezo wa kirafiki wa ushindani, ni wa mazoezi, yani sehemu tu ya mazoezi. Of course umepigwa, matokeo sio muhimu sana. Tumetaka kuangalia timu yetu enda vizuri na imeenda vizuri, na tumeona kabisa tuko kwenye sehemu sahihi. Sasa kuanzia kesho tunakwenda kujiandaa sasa rasmi, tunakufanyia kazi mapungufu haya yalioonekana leo na kuimarisha kile kilichokuwa bora kilichoonekana leo kwa ajili ya mchezo unaofuata. Mnaamini labda mnamaliza ligi kwenye kasi ambayo mlianza nayo ligi msimu huu? Tunaamini tofauti. Tunataka tuwe na matokeo mazuri zaidi tulivyoanza, kwa sababu mechi mbili za kwanza za ligi sasa tukushinda. Mechi mbili za kwanza hatukushinda na tumbakisha na mechi mbili. Maana kama tutaanza na mwanzo tulikuwa nao mwanzo wa ligi, maana hizi mechi tusishinde tena itakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo tunataka tupate matokeo bora zaidi ya tulivyoanza ligi, na inshallah tutapata. Na mnaamini kwamba msimu huu mmefeli kwa maana ya kimafanikio kwenye kile ambacho mlikitarget mwanzo wa msimu? Kwa picha kubwa ni hivyo, lakini japo neno kufeli limetumika vibaya sana, yani linatoa picha mbaya sana. Halionyeshi kama kuna maendeleo yanapigwa, linaonyesha kwamba kila kitu kimeshindikana au kila kitu ni sifuri, unafahamu? Sio neno zuri sana. Hatukufanikiwa, lakini sio kwamba kila kitu hakikuwa sawa sawa. Kuna vitu vingine havikusonga mbele, vilibaki kama ilivyokuwa. Kuna sehemu nyingine kidogo tulirudi nyuma, lakini kama taasisi tumepiga hatua moja kwenda mbele kama klabu, kwa sababu sisi kama klabu tuna vitu vingi tunafanya. Kwa hiyo tunaweza kuwa hatukufanya vizuri sana kwenye senior team, lakini maeneo mengine ya klabu yetu tulifanya vizuri. Kwa hiyo kama klabu, kama kwa msimu kuna hatua kidogo tumepiga, na hiyo hatua tuliopiga sasa hivi inaweza impact maeneo mengine na mambo yakawa mazuri in future. Na kwa mlichokiona kwenye mechi hizi ambazo mmecheza, pengine inatosha kujifanyia assessment kuona kwamba kuna sehemu ambayo mnahitaji kuboresha kama klabu kuelekea msimu ujao? Inatosha, kwa sababu si ndio mechi zetu na sisi lazima tufanye assessment kwenye mechi zetu. Kwa kama mechi zenu hazitoshi, maana sasa mtaka mfanye assessment kwenye mechi ya nani? So mechi zetu zinatosha kuzifanyia tathmini ya kuona ni maeneo gani ya kuimarisha kwa ajili ya kusonga mbele katika siku zinazokuja. Kitu ambacho mnaamini kinawezekana? Kinawezekana kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu yale mambo yametokea sisi na sisi ndio wakuchukua hatua. Yani kama ni maradhi, sisi ndio wakunywa dawa, sio mtu mwingine. Umefahamu? Kwa kama inafika kipindi mpaka kunywa dawa huwezi, basi hiyo ni tatizo ambalo liko nje ya wewe. Kama wewe kunywa dawa utaweza. Kwa hiyo sisi kunywa dawa tutaweza, kwa sababu tumeshagundua. Of course sio tumeshagundua, tutakuja kugundua baada ya tathmini kukamilika, kwa sababu na tathmini itakamilika baada ya msimu kuwa umeisha kabisa. Kwa hiyo ukifikia hatua hiyo tutajua cha kufanya na tutakuwa bora wakati ujao. Kuna ambao wanaichukua michezo yenu dhidi ya hizi timu kubwa, kwa maana dhidi ya Yanga, dhidi ya Simba, na wanaamini kama mungekuwa na ubora ule ambao mliuonesha kwenye hizi mechi dhidi ya wakubwa, pengine msingekuwa kwenye nafasi ambayo kwa sasa mko nayo kuelekea mwisho wa msimu. Kuna kipi ambacho kinakuja kichwani kwa watu wenye maoni kama haya? Maoni ya mpira sasa, kila hao na maoni yao, wengine watakuwa na maoni mengine, watakuwa maoni bora kuliko yote ni ya kutu wenyewe. Maoni ya watu wengine hao watakuwa nayo tu wao, kwa sababu wanatoa maoni kwa kuangalia dakika 90 tu, hawaangalii vitu vingine viko nyuma ya hapo, hawaangalii na sehemu zingine, unafahamu? So wacha waseme maneno yao, lakini hata sisi tunaamini kwamba tunachokifanya ni bora, kimarishwe ambacho kiboreshwe. Tunafanya tunaona kilicho bora ambacho tunacho bora zaidi kwa. Wewe binafsi unaona picha tofauti pale ambako mnacheza na hizi timu kubwa na zile mechi nyingi ambazo mnacheza dhidi ya timu ambazo kimsingi labda hazina ukubwa ule? Tofauti hiyo si ndio nature ya mpira. Nature ya mpira iko hivyo. Yani
ikitokea Real Madrid anacheza na Barcelona, sio sawa sawa na Real Madrid anapocheza na Osasuna. Sio sawa sawa na Barcelona akicheza na Real Sociedad. Kwa hiyo mpira uko hivyo. Hiyo ndio nature ya mpira. Kwa hiyo sio kitu cha ajabu sana ambacho labda tunagundua sisi Tanzania. Hapana. Kipo hivyo maisha yote, na hata kabla sisi hatujajua mpira mambo yashakuepo. Na wala hakina athari yoyote kwenu ninyi, pengine kile ambacho mnakipigania. Yani hakiwezi kuwa na athari kwetu sisi peke yetu, kwa sababu hiyo ndio nature ya mpira. Yani iko hivyo. Yani sijui watu wanaosema hivyo wameanza kujua mpira lini. Lakini kwenye nchi hii kuna baadhi ya mechi ikifikia watu wanakwenda kuweka kambi Bagamoyo. Watu wanakwenda kuweka kambi Zanzibar. Ndio ilikuwa maisha ya kawaida, hakuweka kambi kila mechi. Ila kuna baadhi ya mechi ambazo wanakwenda kuweka kambi. Ndio mpira huko hivyo. Yani wapinzani walivyo unaokutana nao wana level tofauti. Yani wana uwezo tofauti. Kwa hiyo mpinzani huyu niseme kasi ugonjwa. Yani ugonjwa mnaweza mkaa wote malaria. Lakini kiwango cha wadudu ulicho nacho cha malaria tofauti na cha mwingine. Kwa hiyo hamwezi kunywa vidonge sawa. Uanza kunywa vitatu aka vinne. Yani vitu kama hivyo ninavyozungumza. Kwa hiyo mwingine anza daktari akampima akasema huyu apewe vidonge, huyu achomwe sindano. Huyu alazo, huyu atoke nyumbani. Lakini ugonjwa ni ule ule. Tofauti ni nini? Kiwango cha maradhi ambayo yako na mwili. Kwa hata kwenye mpira ni hivyo hivyo, kwamba kuna timu hii ni bora kuliko hii. Kuna timu hii ipo kwenye wakati mzuri kuliko hii. Kuna timu hii ina investment kubwa kuliko hii. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo lazima mechi zitatofautiana, haziwezi kuwa sawa. Na sio sisi tu, hiyo timu zote duniani ziko hivyo. Timu zote duniani ziko hivyo. Na kuna ambao wanafika mbali wanasema kinachowanyima Azam ubingwa pengine kwenye senior team sio ubora. Kuna vitu vingine zaidi ya ndani ya uwanja. Okay, watusaidie kuvijua na sisi tutafanya kazi, kwa sababu nadhani wanaweza kuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuvisema hivyo vitu, badala tu ya badala ya kusema hivyo waende zaidi ya hapo, waviseme hivyo vitu, waviweke wazi. Sasa kitatusaidia, kwa sababu mpira umejengwa sana na maoni ya watu pia. Mashindano makubwa duniani yote yalitokana na mawazo ya watu wengine kabisa hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza katoa maoni yake, mnaweza mkaona mkayafanyia kazi, japo maoni yenu nyinyi ni bora zaidi. Yani nyinyi wenyewe mnavyoona, kwa sababu nyinyi ndio mnaojifahamu, cha kwenu ni bora zaidi. Kwa hiyo mnaweza mkatumia ya mawazo yenu na mnachokiamini kwa 70%, alafu 30% ukategemea na watu wengine huko nje. Yanaweza kusaidia. Kwamba hata kama yatasaidia msikwame. Unafahamu? Kwa hiyo ya kwenu inabidi yawe 70%. Alafu ya watu wengine 30%. Haya 70 ya kwenu yakienda vizuri, hata 30 kama yatakuwa hajakwenda sawa sawa, hamjakwama bado. Kwa hiyo tusiapuuze. Hapa nafasi kwa namna gani. Kwa hiyo watu wayaseme, kama kuna kitu ambacho wamekiona kipo wakiseme, tutakifanyia kazi. Lakini nyinyi mnaamini kinachowakosesha ubingwa ni uwezo? Sisi tunaamini ni uwezo. Uwezo wanaochukua ubingwa ni mkubwa kuliko wa kwetu. Kwa sisi tunabidi tuimarishe uwezo wetu kulingana na mabingwa. Mimi safari ya kulingana ubora kati yenu na wao, safari sio ndefu. Hatuwezi kutabiri mbele koje, lakini kila wakati tunajizidi kujiimarisha kuweza kupiga hatua bora zaidi tulivyokuwa jana. So hata safari hii tutafanya hivyo. Baada ya tathmini yetu tutakuja kuona ni eneo gani ambalo tunabidi tuimarishe zaidi ili kusonga mbele. Sio kila wakati ni wachezaji, yani kwa maana kwa kuongeza wachezaji wengine zaidi. Wakati mwingine ni kuwafanya hao wachezaji walionao watoe walicho nacho kwa 100%. Kuna eneo hilo lingine pia la kufanyia kazi. Sio tu kuongeza mtu, lakini kumfanya huyo naye akafanya zaidi. Hiyo ni namna nyingine ya kupata faida. Hata kwenye katika ulimwengu wa ubepari unafanya hivyo, una maximize uwezo, efficiency, yani una maximize efficiency ili kupata faida kubwa zaidi. Kwa hiyo ukifanya wachezaji ulionao wakajitoa kwa 100%, wakakupa kile zaidi ya kile wanachokitoa kila siku, utapiga hatua kuliko kuleta mtu mwingine mpya. Lakini kama unaongeza mtu mwingine, maisha yako hivyo hivyo. Kwa hiyo hata uwanjani kwenye mechi unaweza kufanya substitution, lakini unaweza kumsubstitute mtu kutoka aliyekuepo ndani akaja mwingine kutoka nje akaenda kucheza. Au wale walikuwa badilisha, wale kucheza namba 2 ya 100 kule. Internal substitution zinafanyika. Wewe toka hapa nenda kule. Badilika rudi huku. Alafu matokeo yakaje. Au kubadilisha mfumo.
matokeo yakaja. Kwa hiyo chochote kinawezekana. Inapotokea wachezaji wenu kama Faisal wanahusishwa zaidi pengine kwenda kupata nafasi kwenye timu nyingine pengine kuliko kuwapa asilimia za kuweza kusalia kwenye klabu yenu ambayo ndio wamiliki wa mchezaji, kipi kinawajia kichwani kama wenye timu yenu? Vitu vingi sana vinakuja. Inaweza kama inahusishwa kwa sababu za kimpira. Yaani kwenye mpira kuhusisha wachezaji kwenda vilabu vingine ni kawaida. Kwa hiyo watu wanaweza kuwa wanahusisha, ndo inavyokuwa. Kuna wengine wanatengeneza hizi tetesi ili tu wafanye biashara. Unafahamu yani kuna watu wako kwenye hii nasema tasnia ya mpira. Labda mawakala hapa Tanzania tunapenda kutumia manager, japo manager husiki na usajili lakini na uhamisho, lakini ndo hao tunawatumia. Anaweza kama anataka dili kwa mchezaji wake, labda kuboresha maslahi kwenye timu. Hii story ninaitoa kwa uzoefu wangu, nimetoka kuisikia miaka hii ya karibuni akikiri mchezaji mwenyewe, Micah Richards. Unafahamu Micah Richards? Mchezaji mmoja alikuwa Manchester City, akacheza Aston Villa, nadhani ndo alikuwa staff ya mpira huko. Sasa hivi ni mchambuzi. Wakati anacheza Manchester City, mkataba wake ulikuwa unakwenda kuisha, alafu klabu kama ilikuwa kama haionyeshi nia ya kutaka kumongezea hivi, kama wanajivuta, unafahamu, kumtengenezea pressure ili wamshushe thamani. Meneja wakala wake akashtukia hiyo dili, akatengeneza tetesi kwamba Real Madrid wanamtaka. Wakapanic Man City haraka sana, wakapanda dau mara mbili ambalo walitoa ili kumbakisha, kama ameshafanikiwa. Umeona kwa maana yake kuna hizi tetesi huwa zinatengenezwa hivyo. So ikitokea wachezaji wote wanahusiana na watu wengine, hiyo nayo unaweza kuiconsider kwamba inawezekana pia watu wa kwenye biashara zao. Lakini kuna wengine ni kutengeneza pressure, yani kuna wengine huwa wanafanya hivyo kwa sababu wanatumika. Ni kwamba wanatumika kumtengenezea pressure, kumuonesha mtu labda hapo alipo hapa mtoshi, anatakiwa ende sehemu nyingine, na hivi vitu vyote vipo. So wewe hutakiwi kufanyia kazi hivyo vitu. As long as mchezaji unaye, mtumie. Hao watasema mwisho watamuona kwenye timu yenu. Yaani wataongea walichosema huko, mwisho watamuona kwenye timu yenu afu yataisha. Kwa hiyo ni namna moja hapo nyingine ya watu kukiri kwamba mchezaji wenu ni bora kuliko wa hiyo timu nyingine anahusiana nayo. Yaani tunajua timu zina wachezaji 11 wanaocheza, si ndio? Na kuna kitu kinachoitwa first 11, yani ile kile kikosi kinachoanza mara zote kinakuwepo. Kwa kama timu yenu kila siku inacheza mechi na ina wachezaji watu 11 wanakuwa wamecheza, alafu kila siku mnahusishwa na mchezaji mwingine, maana yake kwenye timu yenu hiyo nafasi haipo. Mnacheza pungufu. Ndio maana watu wanaona hiyo nafasi nyinyi hamna huyo mchezaji mwenye nafasi hiyo kufaa kwenu yuko timu nyingine. Kwa nyinyi mko 10. Unafahamu hiyo kitu. Kwa hiyo ni tusi pia ambalo mnatukanwa, ambalo ni kumkosea heshima pia mchezaji wenu nyinyi mwenye timu. Hamtakiwi kufurahia. Yaani klabu haitakiwi kufurahia kuhusishwa na mchezaji wa timu nyingine kwa sababu wanamkosea heshima mchezaji wa kwenye timu hiyo mwenye nafasi ile. Uliusikia mkasa wa Rafinha msimu huu? Rafinha mchezaji wa Barcelona. Watu walihusisha Barcelona kumuhitaji Nico Williams, mchezaji wa Atletico Bilbao. Stories zikakuwa mpaka Rafinha mwenyewe akatoka na kulalamika tena, jamani mimi sinipo kwa sababu hiyo nafasi ambayo anahusishwa Nico kuja kuicheza ndo anacheza yeye. Hadi ikifika kipindi ikamuuma mchezaji. Unafahamu pressure unayotengeneza kwa mtu. Ikafika kipindi ikawa inamuuma, jamani hivi nyinyi hamuone mimi nipo? Mnapozungumza hiyo mambo yazungumze. Unajua alishatengeneza mpaka jezi. Yaani kwamba ile jezi anavaa yeye ndo aje avae Nico Williams. Unafahamu kwa hiyo kama kwa wachezaji hiyo tetesi mnazotengeneza mnawatesa wachezaji hasa wa timu hizo. Sio timu anakotoka yule. Yaani watu wasifikiri kwamba hizi tetesi wakizitengeneza labda watamuumiza mchezaji wa Azam ambaye yuko kwenye kofu, yeye yuko raha mustarehe. Mchezaji wa hiyo timu nyingine ambao mnamhusisha nayo, yeye anajisikiaje kwamba mimi niko hapa, alafu watu kila siku wakiamka wanamtaja yule kuja kuchukua nafasi yangu mimi, alafu mimi ni nini? Unafahamu hiyo kitu. Kwa hiyo sio sawa. Tetesi unaweza kaitoa mara moja ikaisha. Ukiamka asubuhi na tetesi hiyo kila siku na hiyo, na nyinyi waandishi kila siku swali ni hilo tu. Hamwatendei haki wachezaji. Mnatakiwa muheshimu kidogo wachezaji. Sasa kwenye hili la Faisal na hayo maelezo ambayo umeyatoa, inaleta message gani pengine Faisal kumuona akiendelea kuvaa jezi ya Azam msimu unaofuata? Hiyo message ni kwenu, sio kwetu. Sisi mchezaji wetu na yuko kwetu. Yaani hiyo mimi ndio nilikuwa nasema hivyo vote. Na naamini kwamba baada ya kusema hivyo itakuwa iishie hapo. Yaani wala hatutaki tena kuongelea hilo swala. Kwa sababu muwe mnawaheshimu wachezaji wote wa timu zote mbili mnazohusisha. Yaani huyu mnayemhusisha na hiyo timu ambayo kuna mchezaji wa nafasi hiyo, pia mnaangalia hisia zake mnavyoziumiza.
nyinyi mnawaza hicho kitu? Fikirieni na hicho kitu. Kwa hiyo sio sawa sawa. Sio sawa sawa hata kidogo. Kwa sababu kinachotokea ni kama wadau wanaamini inawezekana Faye ana sehemu nyingine zaidi ya kwenda kuonesha ubora wake kuliko hapa ambako anacheza. Sasa mimi nifanyeje kwenye hilo? Kama wanaamini hivyo. Sawa. Kama wao wanaamini hivyo. Sasa unataka mimi nifanyeje? Kwa sababu kuamini ni imani. Yaani kila mtu ana imani yake. Basi wacha waamini. Wacha waamini. Lakini hiyo imani imeanza lini? Yaani hiyo imani imeanza lini? Wakati Faye ameenda Azam. Nafikiri. Sawa. Haina shida. Kwa hiyo haitengenezi picha yote hii. Sisi hamna picha inayotengeneza, si picha tayari tunayo. Tunayo picha na tulimtambulisha Faye yuko kwenye boti, ndio picha iliyopo sisi kwetu. Hamna picha nyingine zaidi ya hiyo. Wao wapige picha zao, lakini si picha yetu. Faye yupo na akirudi atavaa jezi ya Azam, atavaa na msimu ujao. Basi. Na hizo zibaki kuwa tetesi. Zibaki kuwa tetesi sawa. Wabaki wao na habari zao. Yaani mimi nadhani nishamaliza kwenye hiyo.